Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen. Kama nilivyokuarifu, hii leo kwenye jukwaa la afya tunaangazia maazimio ya afya ya mwaka huu 2026. Na takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi huwa wana maazimio mengi tu. Wanasema mwaka huu nitahakikisha kwamba ninakula vizuri, ninafanya mazoezi, ninaishi kwa namna ambayo itaweza kunisaidia ninawiri zaidi. Lakini baada ya wiki mbili tatu, unaona wengine ni kama wamepoteza mwelekeo. Ni kwa nini jambo hili linajitokeza? Hapa studioni tuko nao wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa zaidi, kujipanga vizuri mwaka huu, ili tusije tukawa wale watu ambao wanaanza na wiki mbili tatu tumelemewa. Tuhakikishe kwamba mwaka huu tukianza ni hadi mwisho, ili tuweze kuona faida hizo. Hapa studioni tuko nao wageni wetu ambao wanamjumuisha Daktari Rose John ambaye yuko pale mwisho. Yeye ni mtaalamu wa lishe, atakuwa anatueleza yale ambayo ni ya ukweli na yale ambayo saa zingine ni kama tunajidanganya ikifikia na masuala ya chakula. Hapa karibu nami ni Anthony Mwoki ambaye ni mwanasaikolojia. Ni mambo gani ambayo unaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba afya yako ya akili mwaka huu iko sawa? Na upande huu tuko naye Coach B na timu yake ambao watatuonyesha namna ambavyo unaweza kufanya mazoezi. Unaweza kwenda gym, ama kama unaona mfuko kidogo umebanwa na hali ya uchumi, kuna mambo ambayo unaweza kufanya nyumbani yatakayoweza kukusaidia. Kwanza kabisa, Anthony, tuanze na wewe. Kwa nini wengi huanza na maazimio mengi kisha inafika mahali ni kama hayo mambo yanafifia ama wanajisahau ama maazimio hayo yanakuwa magumu kutekeleza? Nashukuru sana kwa mwaliko wako, na nianze kwa kusema kuwa binadamu ni kiumbe mwenye matarajio mengi sana maishani. Na sababu ya kukuwa na hayo matarajio na malengo yenye kila binadamu kuwa na yenyewe ni ya kumsaidia ili kila siku awe na sababu ya kuishi. So mwaka uanzapo, kama tunavyoelewa, haja kubwa ya kukuwa na mwaka mpya ni itusaidie kifikira kujireset ama kuanza upya na kukuwa na mtazamo wa maisha yenye tunatarajia baadaye. Hivyo basi unapata mwaka ukianza, yale mambo tunataka kufanya kwa huo muda huenda ni mengi sana, na hivyo kwa kutokuwa na mpango mwema, kwa kutokuwa na ile kukuwa committed ama ile kutotaka kufuata taratibu fulani ambazo umekuja nazo, ikifika pahali unaweza poteza hamu ya kuendelea kufanya. You know, wakati mwingine unapata zile lengo umekuwa nazo zinakizana kwa jambo moja ama nyingine. So kwa malengo yote yenye tunapanga kama haya ya afya, lazima yawe kwa utaratibu fulani wenye kwa mtazamo wako, kulingana vile unajielewa, unaweza yafuata kikamilifu na kwa urahisi. Kwa hivyo unasema mtu aanze kidogo kidogo, ama anaweza kupanga mpango wa mwaka mzima, kisha awe na utaratibu wa jinsi ambavyo atatekeleza kila moja. Yes, la muhimu zaidi ni kukuwa na lengo moja kubwa. Then baadaye ulifunja kwa hatua fulani, hatua ambazo unaweza zipima kulingana vile muda unaendelea. Na vile unaendelea kwa kila hatua ambayo unapata kupata, inakupea motisha ya kuendelea zaidi na zaidi. So lengo kubwa ulifunje kidogo kidogo kwa hatua zenye unaweza zipata na zenye unaweza zipima kwa muda fulani. Ndio. Hebu tuende kwa Daktari Rose John. Manake wakati mwaka unaanza, watu wengi wao wanasema Krismasi nilikula sana, sasa huu ndio mwaka ambapo nitahakikisha ninakula vizuri, sitakula nyama tena maana nimekula nyama nyingi. Mwezi wa Disemba kuna ile ambaye atasema nitaacha pombe kabisa, mwingine atasema nitakula matunda peke yake. Hebu tueleze, wakati unaweka maazimio ya chakula, ni mambo gani ambayo unapaswa kuangazia? Asante sana. Si mara ya kwanza kuwa hapa Citizen TV. Nimekuwa nikielimisha wananchi jinsi ya lishe bora. Mimi ni mtaalamu wa lishe bora, na ukweli ni kwamba wakati wa heka za Krismasi tulitumia sana vyakula ambavyo baadaye vitaleta madhara, na watu wengi tukianza mwaka mpya hawafikiri kwanza jinsi wanaweza saidia mili yao, kurejesha mili yao katika afya. Kitu cha kwanza tunagonga kuangusha kilo.
kilo ndio ziko nyingi. Wanadada sana wanasema wanataka kuangusha tumbo langu ni kubwa, ama nimenenepa sana, nataka niangushe kilo. Lakini katika ile harakati ya kuleta kilo chini, tunapata ya kwamba magonjwa mengi pia yanaenda, kwa sababu kilo nyingi inakuja na magonjwa mengi. Kwa hivyo wakati wa Krismasi tunasema kwamba mara nyingi nimefundisha kuhusu chakula. Tunaposema chakula kizuri ama lishe bora, kuna maanisha kuna chakula ambacho si kizuri. Na chakula ambacho si kizuri ndio tunabugia sana wakati wa Krismasi. Tunakunywa pombe, tunakula nyama, tunakula wanga ambaye umeoshwa, ama nasema wanga ambaye hauna nguo, ultra processed carbohydrates. Na mara nyingi tunakula chakula ambacho kina mafuta mengi wakati wa Krismasi, chakula ambacho kina chumvi nyingi, kina sukari, chakula ambacho zimejaa rangi, zimejaa kitu tunasema it is processed, ultra processed food, ya kwamba imewekwa kemikali ndiposa kile chakula kiwe na muda mrefu, kikae muda mrefu pale katika maduka zetu. So dawa hizo ama kemikali zile ambazo zimewekwa katika dawa ama katika zile chakula ndio tunakula sana wakati wa Krismasi. Sasa mwaka mpya unapoanza, mtu anaanza kusema kwamba ninataka kula vizuri. Lakini bila maarifa, na ndiposa tuko hapa siku ya leo, utajiuliza kula vizuri na kula vipi? Kwa hivyo kitu cha kwanza, kuna aina nyingi ya vyakula vizuri. Kwa naongea na ndugu yangu akasema kwamba kuna chakula kinaitwa plant based. Plant based ni chakula ambacho kinatoka kwa shamba. Either ukiweke jikoni ukipike, ama ukitayarishe jinsi kilivyo kibichi na ukule jinsi kilivyo. Kuna chakula kingine tunasema Mediterranean diet kwa Kiingereza. Mediterranean diet scientifically wanatuambia kwamba it is the best diet in the world, kwa sababu ina wanga usiosafishwa, complex carbohydrates, na pia ina nyama kidogo, alafu ina mboga kwa wingi na matunda kiasi. So wasayansi wanapotufanyia utafiti kuhusu hiki chakula, wanasema ndicho chakula kizuri sana. Kitu cha kwanza, chakula unaweza kuwa ni kizuri, tunasema quality. Most of us, wengi wetu tunaangalia quantity badala ya quality, ya kwamba nile ni shibe. So tunapoanza mwaka mpya tunajiuliza nini? Tulikula sana. Sasa huu ni mwanzo wa kuanza kupunguza sana kupunguza wanga uliooshwa, kwa sababu huo ndio utaleta magonjwa, si kilo peke yake, utaleta ugonjwa wa lifestyle diseases, ama jinsi ambavyo tunaishi inaleta ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa msukumo wa damu, inaleta shida ya pumu, inaleta shida ya ngozi, inaleta shida tunasema fatty liver, kwa sababu tulikula nyama ina mafuta sana na pia tulitubwagia pombe sana. Kwa hivyo tunapata shida ya ini, tunasema fatty liver. Tuna non-alcoholic fatty liver na tuko na alcoholic fatty liver. Non-alcoholic ni kusema umetumia wanga kwa wingi uliosafishwa, uliotolewa madini. Mara nyingi nasema dead food, chakula kilichokufa. Kwa nini? So, hii dead food ama hii chakula ambacho nasema ni wanga uliotolewa nguo, ni kama nini haswa? Wanga uliotolewa nguo ni kama unga wa ngano ambao umepelekwa katika factory, alafu ukatolewa, ukaongezwa na ukakuwa bleach ndio uwe mweupe uvutie macho yako. Huo ndio wanga ambaye naongelea. Na pia vitu ambavyo vimetengenezwa kutokana na hizo unga. Tuna vitu mingi ambazo tunaziona katika maduka zetu ambazo zimetengenezwa kutokana na ule. Kuna mandazi, kuna kebabu, tuna vitu tunaita samosas zimetengenezwa kutokana na zile unga. Tuna vitu ambazo tunasema ziko katika pakiti na tunapika na tunakula tukisema kwamba ni kizuri, ni kitu cha haraka, ya kwamba unanunua dakika 10 ikiwa jikoni ama dakika 5 ishaiva. So tunapenda mambo ya haraka, na katika hii hali tunatengeneza, kwa Kiingereza tunasema every bite you take you are either feeding diseases or fighting diseases. Lakini Dr. Rose, unajua ni mwaka ukianza mtu huwa na moyo tasema mimi sitakula sambusa mwaka huu, lakini inakuwa vigumu kwa sababu kama ni kitu ambacho umekizoea. Kwa hivyo ni vipi ambavyo mtu anaweza kutekeleza maazimio haya, na ni nini haswa ambacho kinaweza kuzuia mtu ambaye amezoea kila asubuhi akiamka anakula mayai 3, sambusa 4, chai, alafu unamwambia leo asile sambusa? Itawezekana kweli aache mara moja? Hawezi wacha mara moja. Tutapunguza kiwango, na pia unga ambaye anatumia ahakikisha haujatolewa nguo, ambaye tunasema whole meal. Na kama alikuwa anakula chapati 3, tutamwambia punguza chapati 1, alafu katika ile chapati tunafanya kitu tunaita value addition. Value addition ni kuweka malenge, ni kuweka karoti, ni kuweka, kama tunatengeneza pancake,
mara nyingi nimewaonyesha nikitengeneza pancake na kitu kinaitwa oats. Baada ya kutumia sasa unga, unatafuta substitute. Ni ile pancake, lakini sasa umetafuta substitute ama kitu kingine ambacho hakitakusumbua sana. Alafu unaweka spinach, unaweka mayai, na kama unaweka sukari, sio sukari sasa, utatumia sukari nguru ambayo tunasema jaggery kwa Kiingereza, ama utatumia tende, dates, kuweka sweetening, ama utatumia kitu tunaita prunus, iko pia na sukari. Utatumia alternative. Umeacha kutumia ngano, umetumia oats, umeweka value addition, umeweka mboga, umeweka malenge, umetengeneza vile. Lakini kuna mtu atasema kwamba natamani kula ngano. Anaweza changanya oats kidogo pia na ile ngano, awende akitoka kwa ngano pole pole. Niposa aweze kujua kwamba mwili unaweza kaa bila ngano. Unajua kitu ambacho nasema, nimezoea kuvuta sigara, nataka kuacha sigara. Uwezi ambia mtu awache mara moja, atashikwa na kitu tunaita withdrawal symptoms na healing crisis. Mwili umekuwa na mshtuko, na nani atasikia ni yeye alikuwa anavuta sigara. Kwa hivyo ataenda chini mara moja, na hatutaki ende chini mara moja. Kwa hivyo tunafanya nini? Ile chapati alikuwa anakula na nini? Alikuwa anakula na chai. Sasa tutabadilisha, hata kula na chai tena. Atakula chapati na kabeji, atatengeneza saladi ya chakula kibichi. Akule chapati na cucumber, tengeneze saladi ya cucumber, atengeneze saladi ya lettuce, aweke nyanya, aweke kitunguu, alafu aweke salad dressing, amwagilie ndimu juu, alafu achukue yogurt, plain yogurt, aweke pale juu, itatupatia probiotics za tumbo na pia itatupatia protein. Kwa hivyo ile chakula anapokula itakuwa complex food. Sasa tumetoa chai, tumeweka chapati na mboga, si chapati na dengu, sio chapati na baazi. Sasa tumeweka mboga kwa sababu ya gluten ambayo ina stick kwa the lining of the colon, kwa matumbo. Kwa hivyo tunapoweka fiber, ile chakula itatembea, uchafu utasikia kutoka na chakula kitaingia kwa damu. Lakini tunapotumia ngano kwa wingi, inafunga tumbo. Inapofunga tumbo, unakosa kuhisi haja. Yes. Asante sana daktari. Na upande huu tuko na Coach B na timu yake. Na nadhani kitu kimoja ambacho watu wengi wanapofikiria gym, watu wengi wanafikiria tu anataka kwenda gym ili akate kilo. Hebu tueleze haya maazimio, wakati ambapo mtu anafikiria kufanya mazoezi, ni mambo gani ambayo anapaswa kuzingatia wakati ima anataka kwenda gym ama anataka kupunguza kilo, ama kuna yule ambaye amejiona ana mwili mdogo anataka kuongezeka aonekane kama Coach B? Asante sana Mashirima. Kwa majina naitwa Coach B, na labda tu ningesema wakati mtu anaazimia kuanza mazoezi, ni wengi ambao huwa wanataka kuanza mazoezi wakati mwaka unapoanza. Na unapata mtu anakuja, kwanza anafaa ajue kuwa inachukua muda, kwa sababu kwa wewe kuwa fit inachukua muda, na wengi huwa wanakuja wakiwa na ile matarajio kuwa kufikia mwisho wa mwezi wa kwanza ama wa pili wanataka wao wakuwa wamepata kile ambacho wameweza kuja kutafuta kwenye gym. So unapaswa kuwa unajipatia muda, na unajua kuwa kufanya mazoezi pia kuna ile kwa lugha ya Kiingereza tunaziita muscle aches. Baada ya kufanya mazoezi kuna yale maumivu ambayo unakuwa nazo ya misuli. Sasa hiyo pia huwa inachangia watu kutokuja kufanya mazoezi, kwa sababu wanafanya mazoezi siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki ya kwanza, ya pili, kisha kwa sababu ya yale maumivu ambayo wanasikia wanasema mimi siwezi kuendelea. Lakini tunawahimiza waweze kusalia kufanya mazoezi, kwa sababu ni muhimu sana kwa afya yao. Kando na kimwili tu, pia ni muhimu kiakili, na vile vile pia nakupasa inaweza kuboresha wewe kufanya mambo mengi. Na kwa sababu ya hayo maumivu, mtu akija kufanya mazoezi mara ya kwanza, ni jambo gani ambalo anapaswa kuzingatia? Maana kuna mtu ambaye anaweza kuja akampata Mashirima na mwili wake mdogo, anaweza kushika vyuma vya kilo 15 akafanya workout tofauti. Sasa mtu aje ambaye ana mwili mkubwa afikirie pia anaweza kufanya vile vile. Ni vipi ambavyo unaweza kujipima ili uhakikishe kwamba haya mazoezi unaweza kuyaendeleza hadi mwisho wa mwaka? Sasa ukikuja kufanya mazoezi kwa gym, unapata kuna ule kocha
Sema kama mimi utanipata pale na nitaweza kueleza, nitaweza kupatia nitakueleza mazoezi ambayo unaweza kufanya. Lakini kabla ya hayo, kabla ya kuweza kufanya mazoezi, kuna kwa lugha ya Kiingereza kuna ile ambayo tunaita mobility. Unaweza kufanya mobility workouts, stretches ambayo sasa itawezesha wewe kuwa tayari kufanya mazoezi. Ndio. Labda unaweza kutuonyesha tu pamoja na timu yako kwa kifupi vile ambavyo mtu akiingia gym kwa mara ya kwanza, hizo mobility stretches zinaonekana vipi? Hayo matayarisho kabla ya mtu kwenda kujipatia kiherehere ya kuinua vyuma kabisa. Sasa kuna sisemi tu kwa gym, najua kuna wale wengine pia huwa wanafanya mazoezi pale nyumbani. Naam. Na wengi huwa wanaanza kufanya mazoezi bila kutayarisha misuli. So tutawaonyesha vile ambavyo pia wataweza kufanya kabla ya kuanza kufanya mazoezi pale nyumbani. Lakini pia mwaka huu, mwaka wa 2026 tunawahimiza muweze kwenda kufanya mazoezi kwa gym. Na pia unajua ukifanya mazoezi peke yako utapata ile, kwa lugha ya Kiingereza tunaita moral ama psyche. So kamera yako ni ile. Asante. So kwa ukienda kufanya mazoezi kwa gym, unafanya mazoezi pamoja na wenzako na ile pia mnajipatia motisha ya kuweza kufanya mazoezi. So tutaonyesha tu baadhi ya stretches ambayo mtaweza kuwa mnafanya mimi pamoja na wenzangu. Niruhusu tu labda nieleze kwa lugha ya Kiingereza wakati tunafanya hizi stretches. All right. So first we will start by stretching our lower body and our upper body, because when you're in the gym you're supposed to stretch your full body parts, because for you to prepare the muscles for the workouts that you're going to be doing. So kwanza good. So ya kwanza tutafanya kile ambacho inajiita kwa lugha ya Kiingereza inajulikana kama sumo squat. So you spread your legs a bit wide, then you squat and go down, then you hold it for 5 seconds in 1, 2, 3, 4, 5 and up. So from there, same position, you spread your legs, you hold your waist and you push your waist forward and you hold it for 5, 4, 3, 2 and 1. From there you touch both of your toes and you hold. Make sure your knees are straight. 1, 2, 3, 4 and 5. From there you place your left leg in front. Place your left leg in front and you stretch your right leg back and you hold your knees in 1, 2, 3, 4 and 5. You turn the other side. Right leg in front and left back and you hold it in 5, 4. So these will help you to stretch your hamstrings. 2 and 1 up. Now from there you spread your legs again. So we are bending our left leg. You bend your left and you stretch your right. From that position you make sure you arch your back. 1, 2, 3, 4 and 5. The other side. So you bend your right and you stretch your left in 1, 2, 3, 4 and 5. Now from there, this is very important because it prepares your muscles for any workout that you're planning to do. All right, from there now you place your chest on your knees. You place your chest on your knees, then you stretch both of your hands forward and you hold in 1, 2, 3, 4 and 5. Then you turn the other side. Right leg in front and left back. You place your chest on your knees, stretch both of your hands, and 1, 2, 3, 4 and 5. Now in simple stretches or simple body workouts that you can do for a beginner, you go down, you place both of your knees down on the floor. Then you can sit, toes pointing flat on the floor. Then you can sit on your ankles like that. Upper body straight, then you rest for 10 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. From there you stretch both of your hands down. You spread your legs a bit.
Stretch both hands. You hold in 5, 4, 3, 2, and 1. From that position, stretch your right leg back, toes pointing down. Good. Stretch both hands and hold in 5, 4, 3, 2, and 1. Back, the other side. You stretch your left leg back, toes pointing down on the floor. Stretch both hands forward in 5, 4, 3, 2, and 1. Now this pose is called a child pose. From there, you hold it. 1, 2, 3, 4, and 5. Now we'll do the last one. You stretch your right leg, toes pointing down on the floor, and then you try and sit on the other ankle, the opposite ankle. Then you hold it, upper body straight. 1, 2, 3, 4, and 5. Change the other side. So you sit on your right ankles and you stretch your left. And you hold it in 5, 4, 3, 2, and 1 up. Now, by doing that, so you're ready, your muscles are ready, and you can start doing a beginner workout. Unaweza sasa kufanya yale mazoezi ya beginners. Kwa sababu si kila mazoezi for day one, ile ukuja siku ya kwanza umeingia kwa gym, kuna yale mazoezi ambayo utapewa. Si utafanya mazoezi ili kuzuia ile maumivu. So kuna yale mazoezi ambayo utapewa for a beginner. Yeah. Kwa hivyo ukifanya hizi stretches ni kwamba hutakuwa na maumivu kabisa, ama maumivu yatakuwa kwa kiwango ambacho unaweza kustahimili? So maumivu yatakuwa, siwezi sema maumivu yatakuwa, lakini hayatakuwa yale maumivu ambayo hatakuwezesha wewe kuamka siku ambayo inafuata. Itakuwezesha wewe pia kurudi kufanya mazoezi siku ambayo inafuata. Naam, bila shaka mtazamaji, je, ni maazimio gani ambayo wewe umejiwekea lakini huenda labda umekosa kuanza ama umeanza na unashindwa kuendelea? Wasiliana nasi kupitia nambari ya rafa 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Sema na Citizen. Tunapumzika kidogo tu, tunarejea hivi punde. Usiondoke hapo.